Karibu sana msikilizaji, niweza kukufahamisha kuhusu kinachotokea, lakini pia tuweze kufanya uchambuzi wa kina kupata kuelewa kwamba kinachotokea kinaleta baadhi ya madhara gani au faida zipi kwa mwananchi wa kawaida. Taarifa ninazozipokea msikilizaji ni kutoka kwa Waziri Patrobas Katambi ambaye ametoa matamshi makali ambayo yamewakasirisha wengi kutokana na utekaji wa Balozi Humphrey Polepole. Msikilizaji, Katambi anasema kwamba bado wanaendelea kufanya upelelezi wa kutekwa kwa Polepole, lakini anapendekeza kwamba utekaji huu huenda ulifanyika na watu wenyewe, yani kwa maana wananchi wenyewe ndio walimteka Polepole. Akatoa mfano akisema kwamba utakuta ni raia kwa raia, labda kutokana na ugomvi au uhasama, chuki na ubabe, ama kwa sababu ya kutofautiana katika misimamo fulani, masuala kama hayo ama katika mazingira kama hayo akatekwa Polepole na hajawahi kuonekana mpaka sasa. Msikilizaji, jambo hili linaonyesha kwamba serikali haiwahakikishi wananchi kwamba kuna kitu kinafanyika katika kuhakikisha kwamba vitendo hivi vya utekaji haviendelei kuwepo. Kwa sababu ikiwa waziri ambaye anahusika na swala mzima la usalama anakuambia kwamba huenda ni wananchi walimteka Polepole aliyetekwa kwa zaidi ya mwaka sasa, wananchi wa kawaida wana uwezo wa kumficha mtu kwa zaidi ya mwaka mmoja siweza kupatikana vipi? Hata ikiwa ni masuala ya ugomvi, chuki na ubabe kama alivyoweza kusema, itakuwa ni rahisi sana kupata mmoja wa watu akizungumza kwamba hichi na hichi kilifanyika katika mazingira haya na haya, na bwana huyo yupo sehemu fulani na fulani, lakini kwa zaidi ya mwaka mmoja hazijawahi kusikika taarifa za Polepole wala hajawahi kuonekana. Na anasema kwamba linaweza kuwa ni swala la wananchi kwamba waliweza kulifanya. Hem, tusome taarifa yake hii msikilizaji, kisha tuweze kusikia anachomaanisha hapa ni kipi. Sema kwamba katika hayo ya utekaji kulikuwa na sura nyingi. Sura ya kwanza, mambo ya utekaji yalikuwa yanafanyika na watu wenyewe. Unakuta ni raia kwa raia, labda ni ugomvi, uhasama, chuki ama ubabe, na kwa sababu wanatofautiana na misimamo fulani fulani, mwisho inaonekana imefanyika na watu kutoka mamlaka ya serikali. Yaani waziri anasema kwamba swala la kutekwa kwa Polepole ilikuwa ni mambo ya wananchi kutofautiana kutokana na uhasama au chuki ama kutofautiana katika mambo fulani fulani, ikapelekea kwamba kukawepo na utekaji huu wa Polepole, lakini ikawa inaonekana kwamba alitekwa kutokana na mamlaka ama serikali. Taarifa yake anavyosema msikilizaji hapa, chuki, ubabe, kwa sababu wanatofautiana misimamo fulani fulani, mwisho inaonekana imefanyika na watu kutoka mamlaka za serikali. Utakumbuka juzi mauaji ya James Temba aliyekatwa kichwa, walisema serikali imefanya. Super Sami alitekwa wakasema serikali, ila uhalisia ukagundulika sivyo.
na mifano mingine mingi kama yule bonge wa Kimara haikuwa serikali. Kisha akasema kwamba sisemi kwamba natetea tu serikali, upande pia wa serikali naweza nikifanya mimi mwajiriwa wa serikali kwa kuwa nina visa na mtu, lakini sio kwamba nimetumwa na serikali, na wapo askari ambao wamebainika kufanya makosa na wamechukuliwa hatua. Serikali haiteki, inakamata na kumpeleka mtu kwenye vyombo vya sheria. Katambi ameongeza kuwa uchunguzi wa masuala ya aina hiyo unahitaji muda wa kutosha ili kuhakikisha haki inapatikana kwa pande zote zinazohusika. Ukiharakisha shauri la haraka unaweza kuzika haki na watu unaweza kuzika haki za watu, na ukichelewesha haki umeinyima pia hiyo. Kuhusu Polepole, taarifa ya mwisho, vyombo vya ulinzi na usalama vilisema vinaendelea na uchunguzi na upelelezi juu ya jambo hilo, na hata aliyekuwa anatoa taarifa hiyo niliona kupitia kwenye TV alisema inasadikika kukuwepo nchini, lakini kuna taarifa zinasema kuwa alikuwa nchini. Kwa hiyo kama ni kweli au sio kweli, upelelezi unaendelea. Sasa msikilizaji, Patrobas Katambi ndo anahusika na swala hili la ulinzi moja kwa moja, na anawaambia wananchi kwamba kipindi hiki kulikuwa na visa vingi vya utekaji, na visa hivi vilikuwa na sura nyingi. Cha kwanza akasema kwamba kulikuwa na wananchi ambao wanawateka wenzao kutokana na chuki za kawaida, kutokana na misimamo tofauti ama kutofautiana kwenye misimamo fulani, na kulingana na yeye kinaweza kuwa kicho ndo kimemtokea Polepole, kwa sababu idara ya ulinzi kulingana na taarifa iliyotolewa na idara ya ulinzi wakati ule ni kwamba Polepole alitekwa akiwa katika mazingira ya nchi ya Tanzania, na kwa sababu hiyo yeye anahisi kwamba ni kitu ambacho kinaweza kufanywa na wananchi, kwa sababu ameitetea idara ya ulinzi na kusema kwamba ingekuwa kwamba wenyewe ndio wamemshikilia wangemkamata waziwazi na kumfungulia mashtaka, asingetekwa. Kwa hivyo lawama yote hii ameiacha kwa wananchi, kwamba inaweza ikawa wananchi waliokuwa na uhasama, waliokuwa na chuki au waliotofautiana katika masuala mbalimbali ndo waliweza kumsababishia utekaji, na ndo wamemshikilia mpaka sasa, na ndo wamemficha mpaka sasa, na kwamba serikali haijui kinachotokea kuhusu kesi hii. Lakini amesema kwamba taarifa ya mwisho iliyotolewa na idara ya ulinzi ni kwamba Polepole alionekana kutekwa katika mazingira ya nchi ya Tanzania. Alikuwa yupo nchini Tanzania, na mpaka sasa upelelezi unaendeleshwa na idara hii ya ulinzi kuweza kuhakikisha ama kuweza kufahamu kilichomtokea Polepole. Naelewa kwamba ni zaidi ya mwaka mmoja, na amesema kwamba wanahitaji kupewa muda zaidi kuweza kuhakikisha kwamba wameshughulikia kisa hicho cha utekaji wa Polepole. Msikilizaji, hebu nipatie maoni yako kwenye comment section. Niambie kwamba
waziri anachokizungumza unahisi kwamba kina mantiki, kwamba wananchi wana uwezo wa kuwateka wenzao na kuwapoteza kwa zaidi ya mwaka mmoja kutokana na ugomvi tu ama uhasama wa kawaida ama katika hali ya kutofautiana katika masuala fulani? Achia maoni yako kwenye comment section, msikilizaji. Hakikisha kama unatufuatilia kuendelea kujifahamisha kuhusu kinachotokea.